السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu mtazamaji, tukiwa bado tuendelea na muendelezo wa kipindi cha kumuelezea yatima, na tuko katika sehemu ya kuelezea yale mambo ambayo kwamba yanastahili kufanyiwa mtoto kwa umuman, si yatima peke yake, bali kwa yatima ni akhas, lakini ni umum ya watoto wote ambao wenye kuzaliwa wanastahili kufanyiwa. Na tumeeleza masuala ya radhaa, na alhamdulillah tumeeleza kwamba ikiwa mama anaweza kumnyonyesha mwana ni amnyonyeshe, ikiwa hawezi kumnyonyesha sharia imemruhusu fasaturdi'u lahu ukhra, na ikiwa ana uwezo wa kumnyonyesha hali yeye mwenyewe aweza kumnyonyesha, lakini ana uwezo wa kumpatia mtu mwingine kumnyonyesha, sharia imeruhusu. Ala kulli hal tumeeleza masala ya kunyonyesha. Leo tueleza masala ya hadhana, malezi. Kabla hatujaeleza malezi, ni tueleze zile akwali za wanazuoni ambao wanaoeleza malezi ni nini katika sharia ya Kiislamu. Kwa kuwa malezi ni lazima kwa mtoto anayezaliwa, tena kwa yule ambaye kwamba ni yatima, hana mtu, ni aula alewe kwa njia ambayo kwamba ni mzuri. Mafuqaha wameleta maani ya hadhana biibaratin mutaaddida, kwa ibara ambazo kwamba ziko tofauti na ambazo ni nyingi sana. Ukiangalia Imamu al-Hanafia ama Imamu Hanaf asema ni tarbiyatu tifli, kumlea mtoto, wa riayatihi wal qiyam bi jami' umurihi fi sinni muayyana, kumlea mtoto na kumwangalia kwa kila jambo kwa miaka ambayo kwamba ni muayyana. Bimaana kuna miaka akifika huwa anatoka katika hadhana yako, kama tutakavyokuja kueleza. Malik asema ni hifdhul walad fi mabitihi wa maunatihi wa taamihi wa libasihi wa madja'ihi wa tanzifi jasadihi, ni kumhifadhi mtoto, umpatie malazi yake, umpatie chakula chake, umpatie vazi lake, mahali pa kulala kwake, na kukisafisha kiwiliwili chake, ndio maana ya hadhana. Shafi'i asema tarbiyatu man la yastaqillu bi umurihi bima yuslihuhu wa yadfa'u ma yadhurruhu, ni kumlea mtu ambaye kwamba au mtoto ambaye kwamba asiyeweza kujisimamia kwa mambo yake, bimaana hawezi kujisimamia katika malezi yake. Kisha akasema tena kwa mambo ambayo kwamba yatakuwa ni maslahi kwake yeye, na kumuondoshea yale ambayo kwamba yatakayomdhuru mtoto kama yule. Hii ndio taarifu ambayo kwamba ya Imamu Ash-Shafi'i. Ama al-Hanabila, ama masala ya kwa Imamu Hanbali au taarifu ya Imamu Hanbali, asema ni hifdhu as-saghiri wa nahwihi amma yadhurruhu wa tarbiyatuhu bima yaslahuhu, ni kumhifadhi mtoto mdogo na mfano wa mtoto mdogo, na mfano wa mtoto mdogo huingia watu wengine ambao kwamba tutakuja kuwaeleza kwa mambo ambayo kwamba yatakawadhuru wao, kuwahifadhi wale watoto wasipatwe na mambo yenye kuwadhuru, wapate mambo kumwangalia na kumshughulikia kwa mambo ambayo kwamba yenye kuwa ni maslahi kwake. Katika jawharatu hizi ambazo kwamba za ibarat ambazo tumezozitoa, hakuna tofauti na ikhtilafu katika maani zake, zote
zimekuja kwa maani moja ambazo zafahamisha namna ya hadhana ni nini, namna ya kumsimamia mtoto ni nini, namna ya malezi ya mtoto ni nini. Ndiyo hali ambayo kwamba wanaoeleza wanazuoni wetu. Kisha tuje katika, baada ya kufahamu hadhana ni nini kupitia aqwali za fukaha, tuje katika hukumu ya kumlea huyu mtoto, ili tueleze namna ya mtoto umuman anavyolelewa. Kisha tuje tumueleze yatima itakuwa ni bilhaqi aula, bilhadhanati aula, kwa sababu yeye ni kiumbe ambayo kwamba, au ni mtoto ambayo kwamba hana mzazi. Ikiwa tutaelewa kwamba huyu mwenye mzazi yalelewa hivi, ni maana ya kwamba huyu asiyokuwa na mzazi ni bora alelewe hivi ambavyo kwamba tunavyoeleza. Hukumu ya kumlea mtoto ni wajibatun shar'an, ni wajibu tena kwa njia ya sharia, biittifaqi alfuqaha, kwa maafikiano ya mafukaha, wanazuoni wa fiqh. Kumlea au hadhana ya mtoto, kumwangalia, kumhifadhi na mambo ambayo kwamba yenye kumdhuru, na kumpa mambo ambayo kwamba yenye maslaha kwake yeye, biittifaqi alfuqaha wajibatun shar'an, ni wajibu tena kwa njia ya sharia. Kwa sababu yule ambaye kwamba ni mwenye kulelewa, ikiwa hatopata mwenye kumlelea, huenda akaangamia, kwa sababu yeye mwenyewe hawezi kujisimamia yale ambayo kwamba atakayesimamiwa na mwendani wake kumwangalia katika maisha yake. Sasa kukawa ni wajibu, sababu ya kuhifadhi kutokamana na maangamivu, sababu ya kumhifadhi kutokamana na maangamivu. Kama ni wajibu kuwafikiana kwa wanazuoni, katika wajibu wake ni kwamba ni kumtoa katika maangamivu, sawa, ni kumtoa katika mambo ambayo kwamba yatamletea shida, ikiwa yule ambaye kwamba ni mwenye kumsimamia ana uwezo wa kumsimamia, ni wajibu. Na ikiwa hana uwezo wa kumsimamia, yamuelea ampatie mtu ambaye kwamba atakayeweza kumsimamia ile hadhana. Na sasa ikiwa hukumu hii ni kwa watoto wa adia, bimaana watoto wote ambao ni watu ambao kwamba wana wasimamizi wa kumwangalia mtoto kama yule, basi kwa yule yatima ni aujab, kwa yatima ni aujab, bimaana wajibul aujab, wajibu ambao kwamba wa hali ya juu, wajibu wa hali ya juu. Kwa sababu ikiwa wewe una mama yako, una baba yako, na ni wajibu baba na mama kuangalia akiwa mdogo, je, yule ambaye kwamba amekosa baba na mama ni aujab, kwa sababu ahifadhiwe na maangamivu, ahifadhiwe na upotevu na upetevu ambao kwamba unaopatikaniwa katika watoto ambao ni wengi tunawaona barabarani, utepevu ambao leo tuwaona watoto machokora wadogo, watoto ambao kwamba wametairika barabarani, ni watoto ambao hawakupata wenye kuangalia katika malezi yao. Sasa ikiwa ni mtoto wa adi, ni mtoto ambaye kwamba binisbati lilatfal, wale nisba ya watoto ambao kwamba wana wazazi wao ni wajibu kuangalia, ni maana yule yatima ambaye ameondokewa na babake, ameondokewa na mama yake, ni aujab aangaliwe katika masala ya hadhana, kwa sababu ya udhaifu wake na udogo wake na kushindwa kwake anil qiyami bi umuri nafsi, kusimamia mambo ya nafsi yake. Ni maana Uislamu umewekea ni aujab. Ifahamike, hukumu ya kumlea mtoto ni wajib,
lakini kwa yatima ni aujab. Kwa yatima ni aujab. Kisha tuje katika sharti ambayo ni ya malezi. Sharti ya malezi, kuna shuruti ambazo kwamba zinafungamana baina mume na mwanamke au mume na baba na mama. Kuna sharti ambazo kwamba zinaenda kwa baba peke yake, kuna sharti ambazo huenda kwa mama peke yake, kisha kuna sharti ambazo huenda kwa yule mwenye kulelewa, huenda kwa yule mwenye kulelewa. Na hivi ni sharti ambazo kwamba wameshirtisha wale mafukaha wetu ambao kwamba ni wanazuoni wetu, wakatuwekea moja baada ya nyingine, ili wale ambao kwamba ni wenye kulea watoto wafahamu sharti hizi, waweze kuzitekeleza katika majukumu yao wanapowalea wale watoto. Sharti ambazo kwamba zenye kufungamana bishiklin amin, bimaana baina ya baba na mama. Kwanza tuzitaje hizo sharti ambazo kwamba zenye kufungamana baba na mama. Kwanza ni mwenye kumlea mtoto awe ni baligh albulugh. Usisimame ukawa bado hujabaleghe ukawa ni mwenye kulea watoto hali ya kuwa wewe mwenyewe wataka kulelewa, kwa sababu katika fiqhi yetu na sharia yetu, fala hadhanata lisaghiri liannahu ajizun an riayati nafsihi. Mdogo hawezi kulea kwa sababu yeye mwenyewe ataka kulelewa, na hana uwezo wa kulelea. Sasa ikiwa yeye hana uwezo wa kujilea, ataweza kumlea mwingine? Sharti ya kwanza. Sharti ya pili, awe mwenye kulea al-aqlu, awe ana akili. Bimaana majnun na ma'tuh hawamo katika shuruti za kulea, hawamo katika shuruti za kulea, kwa sababu majnun na ma'tuh si katika ahlan lilwilaya, ni watu ambao kwamba hawako katika kutawala mambo ya watu, wenyewe hawajifahamu, hawajitambui. Sasa ikiwa walhadhanati min babil wilaya, na tunafahamu kwamba ulezi ambao kwamba utakao kuwa chini yako ni katika babil wilaya, kutawala mambo ya yule ambaye kwamba yumo chini yako. Sasa majnun na ma'tuh si ahlan lilwilaya. Sharti ya tatu, awe al-amana, ni muaminifu mwenye kumlea. Tena ni sharti ambazo kwamba tunazisema bishiklin am baina dhakari wal untha, baina الرجال والنساء afwan, baina mume na mwanamke, baina baba na mama, awe ni muaminifu, kwa sababu fala hadhanata lilfasiqi, mtu fasik katika sharia haruhusiwi kulea, haruhusiwi kupewa mwana, kwa sababu si muaminifu kwa kile, hatokuwa muaminifu kwa kile ambacho anachopewa. Huenda ukampa akashindwa kusimama na ule wajibu wa ule mtoto ambaye kwamba uliompa amlee. Huenda akashindwa kumhifadhia maslahi ya yule mtoto ambaye kwamba uliompa amlee. Kwa hivyo sharti ya tatu ni awe yule mwenye kumlea bishiklin amin, iwe ni mume iwe ni mke, awe ni muaminifu. Sharti ya nne, awe alhurriya. Sharti ya nne, awe ni alhurriya, awe yule mwenye kulea yuko huru, si mtumwa ambaye kwamba amemilikiwa na bosi na tajiri na saidi wake, kwa sababu yeye yule mtumwa sharti yake na wajibu wake ni amshughulikie yule ambaye kwamba yuko chini yake, yule aliyemmiliki. Kwa hivyo mwenye kumlea bishikli naam, awe na hurriya, asiwe ni abid, kwa sababu watumwa si ahlan lilwilaya, pia si ahlan lilwilaya. Sharti ya tano, awe assalamata min al-amradh, awe amehifadhika mwenye kulea na maradhi.
maradhi yenyewe aljudham walbaras, mbalanga na ukoma, kwa sababu ni maradhi ambayo kwamba yanaambukizana. Sasa unapompa mtoto amlee, mtoto kama yule naam atamlea, lakini kwa kuwa yeye ana ugonjwa, tena ugonjwa ambao kwamba wa kuambukizana, huenda akawa ni mwenye kumwambukiza. Na sisi tumeeleza katika taarifu alfuqaha za hadhana ni kwamba amdifai, amuhifadhi na madhara, kisha ampe yale ambayo kwamba anausilihi kwake yeye. Sasa utakapokuwa umempa mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, tena ugonjwa ambao kwamba wa kuambukizana, takuwa ile taarifu ya fuqaha ya kwamba umuhifadhi na madhara haijapatikaniwa. Kwa hivyo asiwe mgonjwa, mwenye kumlea bishikli naam, akiwa ni mume, akiwa ni mke. Sharti ya 6 awe ni ar-rushd. Ar-rushd bimaana uwekevu, bimaana mwenye akili, kwa sababu hakuna hadhana, hakuna malezi kwa mtu ambaye kwamba ni safi almubadhir, ambaye hana ufahamu, tena ni mubadhir, ni mtu ambaye kwamba anafanya tabdhir, israfu kwake nyingi. Kwa hivyo utakapokuwa apewa kile ambacho kwamba cha kumfanyia mtoto maslahi yake, kwa kuwa yeye ni mtu wa tabdhir, atatumia kwa njia ambazo kwamba zisizostahiki. Haelewi kile ambacho kwamba cha kutumiwa kwa njia ya maslahi, atatumia kwa njia ambayo kwamba isiyokuwa njema. Kwa hivyo awe na rushd. Sharti ya 7 ittihadu din. Ittihad ad-din, dini iwe ni moja. Usimchukue mtoto kaenda kampa murtad, kwa sababu murtad mwenyewe katika sharia yuhbasu uqubatan lahu hatta ridda, hatta ala riddati hatta yauda lilislam. Yule mwenye kuritadi huwa anafungwa kwa iqab ili aweze kurudi katika Uislamu. Sasa unachukua yeye mwenyewe ni hana ittihadu din na yule ambaye kwamba anayemlea, si dini moja na yule ambaye kwamba anamlea, watarajia atampatia malezi ambayo ni mazuri, asijakamvuta akampeleka katika dini ambayo kwamba isiyopendeza kwa Allah jalla jalaluhu, asijakamvuta akampoteza akampeleka katika yale ambayo kwamba alionayo yeye, kwa sababu mtoto huinukia bima awadahu abuhu, kile ambacho kwamba alichomfundisha yule ambaye kwamba ni mlezi wake. Kwa hivyo ni kwamba uwe na ufahamu unachopeana kende kilelewe yule ambaye kwamba anayepewa wa kumlelea. Ikiwa ni yatima, muangalie mtu ambaye kwamba aliyesilihi, mtu ambaye kwamba ana dini, ili yule yatima asiwe ni mtu ambaye atainukia katika malezi yasiyokuwa bora. Yule yatima ambaye kwamba unayepeana kwenda kulelewa, awe atapewa mtu ambaye kwamba si mgonjwa, asiinukie katika malezi ambayo kwamba ya ugonjwa, kama tulivyoeleza. Hizi ndizo sharti ambazo kwamba zenye kufungamana bishiklin amin baina rijali wan nisa. Kisha kuna sharti ambayo kwamba zafungamana kwa wanawake peke yao. Sharti ya mwanamke ambaye anayepewa yatima kwenda kumlea, asiwe ni mtu ambaye kwamba ameolewa na mtu ajnabi binisbati lisaghir, aliyemua yule mama kwa yule ambaye kwamba anayemlea ni ajnabi kwake yeye. Bimaana umchukue mwanao uniletee mimi, sawa,
umlete mke wangu, yule mwana ambaye kwamba anayepewa, yule yatima anayepewa mke wangu ni ndugu yake, ni mtoto wa ndugu yake, ni kadhaa, lakini mimi siko katika familia yule yatima. Kwa hivyo ni sharti ambayo utakapokuwa umempa yule mwenye kumlea, ikiwa ni mwanamke, ni maana na yule bwana wa yule mke awe ana nasaba na yule ambaye kwamba chenye kulelewa. Ndio sharti ambayo ya kwanza inaofungamana na yatima. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule ajnabi ambaye aliyemua yule mama anayelelewa yule, anayemlelea yule yatima, hatakuwa na riaya kwa yule njema, kwa yule mtoto, hatakuwa na inaya kwa yule mtoto, japokuwa si wote wako ambao kwamba huwa wanajitokeza wakawa ni wema kwa wale watoto, lakini wengi, kesi nyingi ambazo kwamba za chipuza, huwa wanateswa maskini wale mayatima kwa wale ajnabi ambao kwamba waliowaoa maanti zao, wale waoa makhale zao, ikawa yuatairika yule mtoto ambaye alifiliwa na babake, ikawa ni hali ambayo kwamba isiyofurahisha. Kisha ikitokea yule mama ameolewa na mtu ajnabi, atafelewa na yule bwana ambaye kwamba ni ajnabi, pale pale ile sharti ya kumlea yule mtoto kwa yule aliyeachwa ama aliyefelewa na yule bwana inarudi, kwa sababu yule ajnabi ameondoka. Labda imefahamika. Sharti ya pili ambayo kwamba inaofungamana na mwanamke, awe na rahim ambayo kwamba inaofungamana na yule mwenye kulelewa, tena kamila, kama mfano wa mama yake, mamake mdogo, awe ni dadake ya yule ambaye kwamba ni yatima, awe ni nyanyake, awe ni nyanyake, awe na rahim yenye kufungamana, uzao wenye kufungamana na yule ambaye kwamba ni yatima. Kwa sababu lianna alhadhanata mabniyatun ala alshafaqa, kwa sababu malezi hujengewa katika sikitiko. Atamsikitikia akiwa ndugu yake, atamwangalia vizuri. Mamake mdogo atamwangalia vizuri, nyanyake atamwangalia vizuri, ndio usiseme kabisa. Kwa sababu wengine kwa nyani jala taka upelekea watoto wote. Ushafahamiana, si ndio? Kwa hivyo awe ni mtu ambaye kwamba na uzao, na uzao, kwa sababu uzao arrahim ashafaka takhtassu, huhusiana na hufungamana biha dhatu rahim, kwa wenye ule uzao na kizazi, bimaana kizazi. Sharti ya tatu, mwenye kumlea mtoto asimweke katika sehemu ambayo kwamba anachukiwa yule mtoto. Kwa sababu atakapomweka yule mtoto atadhurika mahali alipomweka, kwa sababu hapendi yule mtoto. Na yatima haitakiwi apate adha wadhia, apatiwe na maudhia na upotevu. Kwa hivyo ni sharti mwanamke awe mwangalizi na haya ambayo kwamba tunaoeleza katika malezi ambayo kwamba utakuwa unalea yatima. Mwanamke sharti ya tano asiwe, sharti ya nne asiwe ni fajira. Fajira hunu au muovu, akawa atamtweza yule mtoto. Mfano, umpe mama ambaye kwamba yeye kila wakati ni mzinifu, usiku yatoka na kufanya mambo yake yasiyofaa, mambo ambayo kwamba ni fahisha. Mwanamke ambaye kwamba ni yaha, mwanamke ambaye kwamba mwivi, wewe uchukue mtoto ndio kampeleke, kwa sababu mtoto atakuhifadhiwa maslahi yake. Uenda kumpatia mtu mzinifu, muovu, mwivi,
kwa sababu ule mtoto atakapoumba ataishi katika bi'atun fasika, mazingira ambayo kwamba yasiofurahisha. Hizi ndizo sharti ambazo kwamba zinaofungamana na mwanamke. Kisha tuje sharti ambazo kwamba za mume peke yake. Za kwanza tumeeleza baina watu wawili amma, ya pili ni sharti ya mke, ya tatu haraka ni mume anapomchukua yule mtoto kwenda kumlea, na yeye awe chini yake kuna mwanamke ambaye ni mwema. Ima awe ni mke wake mwema, awe anampeleka kwa ammati yake ni mwema, au mama yake ni mwema, au khale yake ni mwema. Kwa sababu mume si rahisi kumlea mtoto. Anapomchukua mtoto kumpeleka katika malezi, angalie yule anayempa ni nani na yule anayoko chini yake ni nani, kwa sababu yeye atatoka aende atafute kazi, na yule ambaye kwamba atakayokuwa amepewa na yule baba ambaye ni mtoto wa ndugu yake, awe yule aliyomwachia atamuhifadhi, atamwangalia vizuri. Usichukue mtoto kampeleka mke ambaye kwamba ni muovu, baada ya kwamba labda atakuwa na watoto wake, wale watoto wake wafanyia mema, yeye yule aliyepewa na yule mume yuwamfanyisha kazi, kama tunavyoona kwa masenema ambayo kwamba yaliyopo. Ni kitu ambacho kwamba waqiia, ni kitu ambacho kwamba kinatupa darsa, ni kitu ambacho kwamba kinatupa mafunzo kwa wale ambao kwamba wenye kuoa kisha wakachukua mayatima wakawapeleka pale nyumbani walipooa. Mama hugeuka kumfanya yatima ni kiboi au yatima ni kijakazi, watoto wake wanalala, wanaoshewa vyombo, wanaoshewa na nguo. Mume muangalie yule ambaye kwamba unampa yatima wa ndugu yako kumlea, awe ni mke ambaye kwamba ni mzuri. Kisha yule mume pia awe ni dhirahim, kama tulivyoeleza kwa mwanamke. Na yule mume pia awe ni mwenye kulingamana dini na yule ambaye kwamba anamlea, kama tulivyoeleza kule nyuma. Kwa sababu katika shartul wilaya ni hadhana. Katika hadhana awe mwenye kulelewa na mwenye kumlea dini ni moja, kwa sababu hadhana ni moja katika wilaya. Haitokuwa vema ikhtilaf ad-din. Kisha tuje kwa yule ambaye kwamba ni mwenye kulelewa, awe ni mtoto, hata mwandazimu, hata maatu, kwa sababu malezi hushuka kwa mtoto. Mwandazimu pia hulelewa kwa sababu hana uwezo. Yule asiyekuwa maatu pia yulelewa, kwa sababu wote hao washindwa kujiangalia nafsi zao. Shafahamiana? Na akiwa mwenye kulelewa ni mwanamume, yajuzu lahu an yanfarija binafsi wa yastaghni an abawayhi ma anna al-afdala an la yanfarida anhuma. Kufika wakati pia kama tutakavyokuja kueleza, ikiwa ajiweza faala wasalan, atoke katika malezi ya baba na mama, ajiangalie mwenyewe. Ikiwa mwenye kulewa ni ni kike, huyu hapa hairuhusiwi kuondoka katika familia ya mwenye kumlea, kwa sababu mwanamume na mwanamke ni tofauti katika malezi. Mwanamume ikiwa aweza kujisimamia baadaye, haya nenda. Mwanamke bado yeye ahifadhiwe, asiwe ni mwenye kuachwa rebe azunguka anapotaka kama leo alivyo. Ndio hali ambayo kwamba iliyopo. Baba yake amkataze, au yule mwenye kumsimamia amkataze asitoke. Ndio hali ambayo kwamba ilivyo. Na hali ya kadhalika yatima asiachwe kutoka akiwa ni msichana, asiachwe kutoka akiwa ni msichana. Na hizi sharti tulizozieleza ikiwa itakosekaniwa, basi tasqutul hadhana,
hadhana imepomoka, bimaana kwamba wewe hufai kumlea yule ambaye kwamba ni mtoto, au mtoto hafai kulewa ikiwa hizi sharti hana, au wewe huna hizi sharti za kumlea yule mtoto, au mtoto ala kadhi wa bil aksi sahih. Kwa hivyo hizi ni shuruti ambazo kwamba tumeweza kuzieleza leo kwa yule ambaye kwamba ni mwenye kumlea, ima awe ni mtoto huingia katika sharti hizi, mwenye baba na mama, au ni yatima, fa aujabun, huu ni wajibu zaidi umlee kwa sharti ambazo kwamba tulizozieleza, ili awe atainukia malezi ambayo kwamba yaliyo bora, awe atainukia malezi ambayo kwamba atasahau ule uyatima wake, atasahau ule unyonge ambao kwamba alikuondokewa na babake na mamake. Na mpaka hapa tutakomea, tutakuwa ni wenye kuendeleza. Almuhimu ni tufahamu zile sharti ambazo kwamba zenye kufungamana na yatima. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا